kweli. E Baba, mikononi mwako naiweka roho yangu. Kwa sababu ya watesi wangu nimekuwa laumu, na hasa kwa jirani zangu. Tumsifu Yesu Kristo. Mpendwa mtazamaji, karibu katika tafakari ya Ijumaa Kuu. Ni siku ambayo Kristo alitukomboa. Kristo alitimiza kazi yake. Ina maana baada ya kufa msalabani, sisi tukawa tumekombolewa, tukawa tumepata thamani. Lile daraja likawa limerudishwa, daraja lililovunjika katika kati ya mahusiano yetu na Mungu. Na ni siku ambayo dhambi zetu zote ziliondolewa. Lakini vile vile ni siku ambayo unaona Kristo kwa sababu alitupenda, alituwekea mazingira ya kuwa kutupa huruma yake. Tunasema huruma ya Mungu, ambayo huruma hii tunaipata katika sakramenti ya kitubio. Licha kusamehewa dhambi za asili, licha kwamba tunapobatizwa tunaondolewa dhambi, lakini sisi kama binadamu ni wadhaifu. Kwa hiyo tuna udhaifu ambao ulitokana na dhambi ya Adamu. Kwa hiyo licha udhaifu tulionao, Kristo ametuachia sakramenti ya kitubio, ambapo muda wowote tunapoungama tunasamehewa dhambi na kufanywa upya watoto wa Mungu. Labda kabla ya kuendelea katika tafakari, ningependa kushare kidogo story moja nilisoma katika kitabu cha Kiroho Tafakari. Kitabu ilikuwa ni story ambayo inatuhusu na sisi. Katika kitabu fulani kilikuwa kimeandikwa kwamba kuna mtu mmoja alifanikiwa kwenda mbinguni. Alipokwenda mbinguni, Petro akamtembeza toharani, akampeleka na Jehanamu. Sasa wakati anampeleka Jehanamu, Petro alirudi mbinguni. Kwa kule Jehanamu alipokelewa na Shetani. Shetani alimpokea vizuri sana. Akampokea kwa mbwembwe, ndeleko, kuweka chumba kizuri, chakula kizuri, whatever. Kwa hiyo akapata mazingira mazuri sana. Sasa yule jamaa akawa anajiuliza, hivi huku duniani tulikuwa tunaambiwa Jehanamu watu wanateseka sana, kuna hiki. Kwa nini? Mbona ni story ni tofauti? Kwa hiyo akakaa, siku ikaisha, akarudi tena. Petro akamuuliza, ulienjoy ulipoenda kule jana? Akasema nilienjoy sana. Wala usiwe na wasiwasi, nilienjoy sana. Well, next day akarudi tena kule. Aliporudi Shetani akamtreat vizuri sana, tena zaidi ya jana alipomtreat. Sasa siku ya tatu Petro akamwambia, leo unarudi kule, lakini leo ni siku ya mwisho. Ina maana ukienda leo utarudi. Sasa akamwambia, utakwenda au utabaki hapa? Jamaa akamwambia, nitakwenda, lakini moyoni akiwa akijua kabisa kwamba mimi nikienda kule na treatiwa kama mfalme, lakini hapa naona mambo ya kawaida. Kwa jamaa akaenda. Alipokwenda akapata surprise, akakutana na Shetani katika sura mbaya na ya kutisha.
Jamaa akataka kurudi, hawezi tena kurudi. Kwa hiyo mlango umeshakuwa blocked na siku ni ya mwisho. Kwa hiyo akamtesa sana, akachumba kina joto, mateso, moto na kila zagazaga ya mateso unayojua wewe. Sasa jamaa akamuuliza shetani, inakuwaje mimi siku za mwanzo nilivyokuja ulinitreat vizuri, kwa nini leo unanitreat namna hii? Akamwambia, ulikuwa mtalii lakini umeshakuwa mwenyeji. Kwa hiyo haya ndio maisha yetu. Yale maisha nilikupa ni ya kuigiza, yalikuwa sio maisha halisi. Mwisho kunukuu. Maana yake nini? Katika reflection ya hii story fupi ni kwamba ni jinsi ambavyo exactly shetani anavyotutreat hapa duniani. Kwamba wakati mwingine tunapohubiriwa habari za dhambi, habari za jehanamu, haziendani na uhalisia tunaopata, kwa sababu mtu anasema nikiwa nikizini nitapata raha, au nikiwa nikiishi bila ndoa nitapata raha, au nikiwa nikiiba nitapata hiki, au nikisema uongo maisha yatakuwa vile. Na kweli hata unaona kwamba mtu anajiona kwamba mbona siteseki, mbona sifanye nini, lakini repercussions zake huwezi kuziona kwa macho ya nyama, utakuja kuziona baadaye. Ndio maana Mtakatifu Alphonsus Gregory anasema kwamba shetani anapotupeleka kwenye dhambi na kutuzamisha, haji kama shetani, haji kwa umbo lake la kutisha, wala haji anakuja kwa nia njema, kama wanavyosema wataalamu wa teolojia kwamba njia inayokwenda jehanamu imejaa nia njema, na ndivyo shetani anavyofanya. Kwa hiyo yale anakupetipeti, anakubembeleza, lakini mwisho wa siku anaizamisha roho yako katika dhambi. Kwa hiyo unaweza kuona kwamba lazima tuwe vigilant na tuwe, ndio maana mama kanisa kipindi cha Kwaresima anatufundisha tusibanane sana na dunia. Sio kwamba tuichukie dunia, sio kwamba tupende raha, lakini tumweke Mungu mbele, ili kusudi tusimpe nafasi shetani ya kuua dhamira zetu, kwa sababu shetani anaua dhamira taratibu, kiasi kwamba dhambi unaiona kama fashion, dhambi unaona kama kitu cha kawaida. Kwa hiyo hunaoni hata maana ya kwenda kuungama. Kwa hiyo tukianza tafakari yetu ya Ijumaa Kuu, Ijumaa Kuu tafakari kubwa inakuwa ni kwamba dhambi ni mbaya. Nakumbuka wakati tulipokuwa wadogo, kulikuwa kuna walimu wa dini na makatekista walikuwa wanatufundisha vizuri, of course tulivyokuwa watoto, lakini tuliona kama haileti mantiki. Alikuwa anatuambia kwamba ukitenda dhambi ni kama unachukua msumari unapigilia katika mkono wa Yesu. Ukitenda dhambi ni kama unachukua taji la miba unaweka kichwani kwa Yesu. Katika hali ile ya utoto tulikuwa tunafundishwa vile. Lakini kwa sasa hivi ukimwambia mtu atakuona una wazimu. Lakini kitu ambacho kinatuonyesha kwamba dhambi ni mbaya ni Mungu kumtoa mwanae wa pekee kuja kutukomboa. Kama tunaposoma katika Injili ya Yohana sura ya 3 mstari wa 16, anasema jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanae wa pekee ili kila muaminiwe awe na uzima wa milele. Kwa hiyo unaona kwamba Kristo alikufa msalabani kurudisha daraja letu kwa Mungu lililovunjwa kwa dhambi. Kumbuka kwamba daraja letu lilivunjwa kwa dhambi pale ambapo tulimuasi Mungu. Kwa hiyo Kristo anakuja kuturudishia uhusiano mwema na Mungu kwa kifo chake msalabani. Kwa hiyo kifo cha Kristo msalabani ni kifo ambacho kilitabiriwa, akikuja kwa bahati mbaya. Ilikuja kwa kutabiriwa, na Kristo kwa hiari yake mwenyewe anakubali kwenda kufa. Unaona katika wakati Petro alimwambia Yesu, alipomwambia mitume kwamba mimi nakwenda kusulubiwa, Petro akamwambia usiende, akamwambia ondoka kwangu shetani, kwa sababu unayawaza ya duniani, uyawazi yaliyo ya Mungu. Kwa hiyo njia ya Mungu kutukomboa sisi ni njia ya mateso ambayo Mungu mwenyewe aliyoichagua na ni njia ambayo aliona ni sahihi. Na Paulo anatuambia katika waraka wake wa kwanza kwa Wakorinto sura ya 15 mstari wa 1 hadi wa 4. Anasema, kwa maana na waliwatolea ninyi hapo mwanzo yale niliyoyapokea mimi mwenyewe, ya kuwa Kristo alikufa kwa ajili ya dhambi zetu kama yanenavyo maandiko, na ya kuwa alizikwa na kuwa alifufuka siku ya tatu kama yanenavyo maandiko. Mwisho kunukuu. Kwa hiyo unaweza kuona kwamba Kristo alikufa msalabani kama ilivyokuwa imetabiriwa kwamba atakufa kwa ajili yetu. Yaani maandiko yalikwisha tabiri kwamba atakufa. Na nimesema hii nimeanza na maandiko kwa sababu watu wengi, hasa watoto wa shangazi na watoto wa mjomba, nikiwa na maana madhehebu mengine, wengine wamefika mpaka sehemu kwamba Kristo hakufa. Kwa sababu kama Mungu angempenda asingekubali akafa msalabani. Huyo aliyekufa ni mtu mwingine ambaye anafananishwa na Kristo. Unaona? Kwa hiyo ni mafundisho potofu ambayo sio sahihi, kwa sababu kifo cha Kristo ni kifo ambacho kilikuwa kimeaguliwa zamani na manabii. Kwa mfano tukisoma katika kitabu cha nabii Isaya sura ya 53 mstari wa 7 hadi wa 8, tanukuu, anasema, alionewa lakini alinyenyekea, wala akufumbua kinywa chake, kama mwana kondoo anyamazavyo mbele yao wakatao manyoya yake.
naam, kwa kufunua kinywa chake, kwa kuonewa na kuhukumiwa. Aliondolewa na maisha yake, ni nani atakayesimulia? Maana amekataliwa mbali na nchi ya walio hai, alipigwa kwa sababu ya watu wengi. Mwisho wa kunukuu. Kwa hiyo unaona kwamba kifo cha Kristo, kwamba kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Kwa kupigwa kwake, kwa lugha nyingine ni kwamba mateso ya Kristo, mateso yote aliyopata Kristo ni zile dhambi zetu zote ambazo tumezitenda. Kwa hiyo Kristo alizibeba katika mwili wake mtakatifu. Lakini wakati mwingine tunaweza tukajiuliza, je, tulipotenda dhambi tulipungukiwa nini? Paulo anatuambia mtu aliyetenda dhambi anapungukiwa na utukufu wa Mungu. Lakini kuna mambo makuu manne ambayo tulipotenda dhambi na tunapotenda dhambi mambo haya yanatuathiri. Jambo la kwanza, kwamba tulipoteza supernatural gift. Tunapozungumza supernatural gift tunazungumzia neema. Tunazungumzia neema. Neema, hasa neema ya utakaso. Neema ya utakaso ni neema, ni nguvu ambayo inatufanya tuna communicate na Mungu direct. Na vile vile hatuwezi kumuona Mungu kama hatuna neema ya utakaso. Kwa hiyo unaona, unapotenda dhambi au tulipotenda dhambi, hii neema ya utakaso inaondolewa. Neema hii ya utakaso imerudishwa na kifo cha Kristo msalabani. Lakini vile vile katika maisha yetu ya kila siku sisi tunatenda dhambi. Tunapotenda dhambi, hii neema inarudishwa na nini? Hii neema inarudishwa na sakramenti ya kitubio ambayo Kristo aliwapa mitume wake. Alisema, pokeeni Roho Mtakatifu, wote mtakaoondolea dhambi wameondolewa, na wote mtakaofungiwa dhambi wamefungiwa. Kwa hiyo hiyo ni neema ya utakaso. Na neema ya utakaso inafanya mioyo yetu inakuwa safi. Na ili tuweze kumuona Mungu lazima tuwe na moyo safi. Kama tunavyosoma katika Injili ya Mathayo sura ya 5 mstari wa 8, anasema, heri wenye moyo safi, maana hao watamuona Mungu. Kwa hiyo ili tuweze kuwa na moyo safi ni lazima tuweze kuungama dhambi zetu. Ili tuweze kuwa na moyo safi ni lazima tutende matendo ya Mungu, matendo ya Mungu Baba, lakini tuweze kujikana na sisi wenyewe kwa ajili ya kumpenda Mungu. Kwa hiyo unaona kwamba kwa kupoteza natural neema tunapotea. Neema hii ndio inatufanya tunamuita Kristo Bwana. Maana yake Paulo anasema mtu hawezi kusema Kristo Bwana kama ana neema ya Roho Mtakatifu. Kwa hiyo unaona kwamba neema ni ya muhimu sana katika maisha yetu. Na tunaipata neema pale tunaposali, tunapomuomba Mungu. Kwa hiyo unaweza kuona pale tunapoungama dhambi zetu. Lakini kitu cha pili ambacho tulipoteza katika dhambi na ambacho tunapoteza, tunasema infused knowledge. Infused knowledge ni fadhila za kimungu ambazo tunapewa na Mungu mwenyewe kuweza kumfikia yeye. Fadhila hizi ziko 3, tunasema 3 theological virtues, ambapo kuna imani, matumaini na mapendo. Mara nyingi tunapobatizwa tunapata hizi fadhila. Hata tunapopata sakramenti zozote tunazopata tunapata hizi fadhila. Lakini baadaye watu wanazipoteza kwa dhambi. Na unaona, unaposali rozari, unapoanza rozari takatifu, yale zile biti za kwanza zile 3 unasema, utujalie imani, utujalie matumaini, utujalie na mapendo. Kwa hiyo unaona hizi ni fadhila ambazo ni fadhila za kimungu, divine gifts, kwamba hizi unazipata kwa Mungu na tunabidi tuziombe sana, kwa sababu fadhila hizi 3 ndizo zitakazotufikisha mbinguni, ndizo zinazotufanya watakatifu. Kwa mfano, imani, kuamini kwamba Kristo alikufa ni swala la imani. Kuamini Mungu yupo ni swala la imani. Kwa hiyo imani ni kama macho yetu tukiwa hapa duniani, inatuonyesha utukufu wa baadaye, inatuonyesha mapenzi ya Mungu. Lakini matumaini ni nguvu ya kimungu, ni nguvu ya Roho Mtakatifu inayotufanya sisi kwamba tuteseke kwa ajili ya Kristo, tukiwa na tumaini kwamba tutaishi katika ulimwengu mtukufu. Lakini ni tumaini la kwamba tunaweza kuvumilia mateso kwa ajili ya Kristo na kuweza kushinda dhambi zetu. Lakini fadhila 3 ni charity au matendo mema. Lakini kwa lugha moja au rahisi tunasema upendo, kwa sababu Mungu ni upendo. Hatuwezi kuwa na upendo, hatuwezi kumuona Mungu au kuishi na Mungu. Nature yake Mungu ni upendo. Kama tunavyosoma katika waraka ule wa kwanza wa Wakorinto sura 13 mstari wa 1 hadi wa 3. Anasema kwamba Paulo anasema kwamba hata nikiongea kwa lugha za malaika, hata nikifanya nini, kama sina upendo ni kazi bure. Kwa hiyo hata nikisema nikaungua, nikautoa mwili wangu, nikanena kwa lugha, lakini kama sina upendo ni kazi bure. Kwa hiyo unaweza kuona hizi fadhila 3 zilipotea, tulikuwa hatunazo. Kwa hiyo Kristo kwa kufa msalabani anazirudisha kwa namna ya pekee. Lakini kitu kingine ambacho tulikipoteza ni harmony. Napozungumza harmony ni kwamba binadamu ni mwili na roho. Binadamu ni kiumbe kilicho kwenye mwili na roho. Ina maana binadamu ana roho lakini ana mwili. Lakini hivi vitu viwili vinatakiwa viwe vina harmony. Lakini mara zote hivi vitu hivi vinakuwa havina harmony. Kuna kitu Mtakatifu Agustino anasema concupiscence.
Labda kwa lugha rahisi unaweza tukasema addiction. Addiction unaweza kusema kwamba yani mwili au nafsi au akili inaenda kwenye kuna mazoea ambayo kila mtu anayo. Labda mwingine anapenda kuiba, mwingine anapenda uongo, mwingine anapenda uzinzi, mwingine anapenda nini. Kila mtu ana udhaifu wake. Hivi ndio tunasema kwamba concupiscence vinatufanya tusifanye mapenzi ya Mungu na tusiishi katika utakatifu unaotakiwa. Na Paulo amezungumza vizuri katika waraka wake kwa Wagalatia sura ile ya 5 mstari wa 17 hadi wa 25. Nitanukuu, anasema, maana tamaa za kidunia hupingana na matakwa ya Roho, na matakwa ya Roho hupingana na tamaa za kidunia. Mambo hayo mawili hayafikiani. Mwisho kunukuu. Kwa hiyo kwa sababu kwamba mwili ushindana na roho na roho ushindana na mwili. Kwa hiyo hivi ni vitu, baada ya kutenda dhambi tuna vitu vinatusumbua. Na Paulo ameeleza vizuri zaidi kabisa kwamba katika maisha yetu tuna mvutano. Ndio maana tunahitaji kusali sana, tunahitaji neema ya Mungu, tunahitaji kufunga, tunahitaji kuwa karibu na Yesu Ekaristi ili atusaidie. Paulo anasema vizuri katika waraka wa Warumi sura ya 7 mstari wa 15. Anasema, maana sijui nifanyalo, kwa sababu lile nilipendalo silitendi, bali lile nichukialo ndilo ninalolitenda. Mwisho kunukuu. Concupiscence, kwamba kuna opposition forces within our heart, yani kuna nguvu mbili zinazopingana na zinatusumbua kwamba unataka kufanya jambo jema, matokeo yake unafanya, unataka kuacha dhambi, unabaki pale pale. Lakini vile vile tunasoma katika ukisoma Wagalatia sura ya 7 mstari wa 17, Paulo anazungumza jambo hilo, anasema kwamba basi sasa si mimi nafsi yangu ninayotenda hilo, bali ni ile dhambi ikayo nafsini mwangu. Kwamba dhambi inayokaa nafsini mwetu ndio inatusumbua. Kwa hiyo unaweza kuona, mpendwa mtazamaji, kwamba dhambi ni kitu kinachotusumbua, na ni kitu ambacho kinatusumbua na tunahitaji Mungu sana atuondolee, hasa kwa kufanya malipizi mbalimbali na kwa kufanya sadaka. Lakini kitu cha nne ambacho tulipoteza vitu viwili. Tulipoteza kifo, kwamba roho zetu zinakufa, nafsi zetu zinakufa, lakini na roho zetu zinakufa kwa kupotea. Tunaposema roho inakufa, roho inapokwenda jehanamu, jehanamu haimuoni Mungu. Katika vitu ambavyo binadamu anavihitaji na vitakavyofanya furaha yake itimilike ni kumuona Mungu, au tunasema beatific vision. Mimi na wewe tuna struggle siku moja tuweze kumuona Mungu, ndio furaha yetu itakapokamilika. Kama anavyotuambia Mtakatifu Agustino kwamba mioyo yetu haitatulia mpaka itakapokuwa mikononi mwa Mungu. Kwa hiyo unaweza kuona kwamba Kristo amenyoosha mikono yake msalabani ili atupeleke kwa Mungu kwa kifo na ufufuko wake. Sasa iliyobaki ni mimi na wewe kusema ndio au kusema hapana. Kama Mtakatifu Agustino anavyosema kwamba Mungu alivyotuumba akutuuliza, lakini katika ukombozi wetu anatutaka tushiriki na sisi. Anataka tuseme ndio. Kwa hiyo mara nyingi tunasema hapana, lakini kwa hiyo anataka tuseme ndio. Kwa hiyo unaweza kuona kwamba katika dhambi kaleta kifo katika nafsi, kaleta na kifo katika roho. Kwa maana kwamba roho inapotea, haimuoni Mungu kwa umilele. Na roho iliumbwa kwa ajili ya kumuona Mungu, kwa ajili ya kufurahi na Mungu. Nasoma katika kitabu cha Mwanzo kwamba kuona kifo kimeingia duniani. Kwamba kitabu cha Mwanzo 1 sura ya 1 mstari wa 19 anasema, kwa maana mavumbi wewe na mavumbini utarudi. Lakini kifo cha kiroho tunakipata dhambi ya asili iliweza kutuharibia mambo, lakini vile vile dhambi zote. Kwa hiyo unaona, Ijumaa Kuu Kristo anatuita kwa mikono miwili twende katika sanduku la kitubio. Kristo anataka tumrudie, kwa sababu dhambi isiyosamehewa ni dhambi isiyoungamiwa. Hawa niweke vizuri. Kiteolojia, dhambi isiyosamehewa ni ile dhambi ambayo wewe hauungami. Hapa niwape mfano mmoja. Siku moja Mtakatifu Yeronimo alitembelewa na Yesu. Yesu akamwambia, nipe chochote ulicho nacho. Mtakatifu Yeronimo kwa sababu alikuwa ni mtaalamu wa theolojia, akampa elimu ya theolojia. Yesu akamwambia haitoshi. Akampa nyumba aliyokuwa anaishi, akamwambia haitoshi. Akampa moyo wake, Yesu akamwambia haitoshi. Mtakatifu Yeronimo akajisikia vibaya. Akasema, mbona Yesu nakupenda sana? Kwa nini ninachokupa wewe hutaki? Yesu akasema, umesahau kunipa kitu kimoja. Kitu gani? Dhambi zako. Kwa hiyo Yesu anataka tumpe dhambi zetu, kwa sababu ndio alifia kwa ajili hiyo. Kwa hiyo unaweza kuona kwamba dhambi ya asili imetuwekea vilema na mapungufu ambayo yanafanya tunakuwa wa dhambi. Ingawa katika sakramenti ya ubatizo dhambi hii inaondolewa, lakini bado kwa sababu binadamu ni kiumbe huru,
Mungu hatubani kama maroboti, ila wakati mwingine furaha yetu ni katika tunaona furaha zaidi tusipomtii Mungu. Tusipomtii Mungu, kwa sababu Mtakatifu Agustino anasema kitu chochote kinachokupa furaha nje ya Mungu ni dhambi. Unaweza kweli imekaa very awkward, lakini inaleta mantiki kwamba kitu chochote ambacho hakimpendezi Mungu ni dhambi, lakini kitu chochote kinachokufanya ukampenda Mungu kinakupa freedom. Lakini sisi tunafanya kinyume, kwamba tunaona tukiwa na Mungu tunabanwa, hatufanye inavyotakiwa, lakini ni kinyume chake, kwamba tukiwa na Mungu tunakuwa na uhuru uliokamilika. Tukisoma katika waraka wa Mtume Paulo kwa Warumi sura ile ya 5 mstari wa 12 anasema, kwa hiyo kama kwa mtu mmoja dhambi iliingia ulimwenguni, na kwa dhambi hiyo ya mtu ikawafikia watu wote, kwa sababu wote wamefanya dhambi. Kwa hiyo mtu anaposema hana dhambi ni muongo, kwa sababu wote tumepotoka, tumeacha maagizo ya Mungu. Kwa hiyo ndio maana akasema kwamba siku ya leo kila mtu anatakiwa kuifurahia na kuiheshimu, kwa sababu ni siku ya ukombozi wa kila mtu, sio wa Kristo, sio wa Katoliki, sio wa Protestanti, ni hata watu wote, wawe wapagani, wawe Waislamu, wote ni Kristo amewakomboa kwa damu yake, whether wanapenda au hawapendi. Tukisoma vile vile katika waraka wa Warumi sura ya 3 mstari wa 23 hadi 26 nasema, kwa sababu wote wamefanya dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu, wanahesabiwa haki ya bure kwa neema yake kwa njia ya ukombozi ulio katika Yesu Kristo, ambaye Kristo amekwisha kumweka awe upatanisho kwa njia ya imani katika damu yake, ili aonyeshe hali yake kwa sababu ya kuziacha katika ustahimili wa Mungu dhambi zote zilizotanguliwa, kwa kufanywa apate kuonyesha haki yake wakati huu, ili awe mwenye haki na mwenye kumhesabu haki yeye amwaminie Kristo. Mwisho wa kunukuu. Kwa hiyo tunapomwamini Kristo tunakuwa tunahesabiwa haki, lakini tunakuwa tunapata neema za kuwa watoto wa Mungu. Jehanamu ni mbaya sana, ni kwa sababu tu hatuelewi. Jehanamu ni mbaya sana kiasi kwamba Kristo alishuka ili tusiende kule. Jehanamu ni mbaya sana, lakini shetani anatumia mbinu kuonyesha kwamba jehanamu haiexist. Kuna watu wanasema jehanamu ni matisho ya Wakristo. Jehanamu ipo, kwa hiyo lazima tumuombe Mungu atuepushe nayo. Kwa hiyo Ijumaa Kuu ni kwa ajili ya wanadamu wote, sio Wakristo pekee, kama tunavyoambiwa na waraka wa Paulo kwa Wakorintho wa pili sura ya 5 mstari wa 15 anasema, tena alikufa kwa ajili ya wote, ili walio haki wasio na haki tena kwa ajili ya nafsi zao wenyewe, bali kwa ajili yake yeye aliyetuokoa akafufuka kwa ajili yao. Mwisho wa kunukuu. Kwa hiyo unaweza kuona kwamba Kristo amekufa kwa ajili ya dhambi zetu, kwa ajili ya kututoa katika dhambi na kwa ajili ya kuturudisha kwa Baba. Kwa hiyo dhambi ni mbaya sana 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 kuliko unavyofikiri. Ukisoma katika waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 2 mstari wa 2 anasema, naye ndiye kipatanisho cha dhambi zetu, wala si kwa dhambi zetu tu, bali kwa dhambi za ulimwengu mzima. Ndio maana nikasema siku ya leo ni siku ya wote, kwa sababu wote tumekombolewa, sio Wakristo tu, ni watu wote tumekombolewa. Na Yohana anaeleza vizuri zaidi katika waraka wa Yohana tunaelezwa vizuri zaidi. Anasema waraka wa kwanza wa Yohane sura ya 4 mstari wa 16 anasema, hili ndilo pendo, si kwamba sisi tulimpenda Mungu, bali kwamba yeye alitupenda sisi akamtuma mwanawe kuwa kipatanisho cha dhambi zetu. Mwisho wa kunukuu. Kwa hiyo unaweza kuona kwamba Kristo anakufa msalabani si kwa sababu wewe unampenda, ila kwa sababu yeye ametupenda. Kwamba upendo wa Kristo umetutafuta. Upendo wa Kristo unatutoa kwenye matope ya dhambi, unatutoa katika utumwa wa dhambi. Kwa hiyo msalaba, maisha ya msalaba ni muhimu sana kwetu. Mtakatifu Rosa anasema, Walima anasema kwamba hakuna ngazi nyingine ya kutufikisha mbinguni zaidi ya msalaba. Msalaba ni mateso ambayo tunayo katika maisha yetu. Hatuwezi kuyakimbia mateso, lakini tunayavumilia na tunasonga mbele kwa ujasiri. Kwa sababu Kristo anatuambia katika Injili ya Luka sura ya 9 mstari wa 23 hadi 25, akawaambia wote, mtu yeyote akitaka kunifuata na ajikane mwenyewe, ajituke msalaba wake kila siku anifuate. Kwa kuwa atakaye kuipokea nafsi yake ataiangamiza. Kwa kuwa atakayepokea nafsi yake ataiangamiza. Kwa hiyo unaweza kuona kwamba maisha yetu, ndio maana msalaba kila siku kanisa linaacha msalaba likituremind kanisa kwamba unapoenda kanisani, msalaba huu unaouona unatuonyesha kwamba sisi lazima tubebe msalaba yetu
ili tuweze kufika katika ukamilifu. Kwa upendo wa Kristo kwetu unapita ufahamu wote. Na Kristo anatupenda sana kuliko unavyofikiri. Kama anavyotuambia mwinjili Yohana katika sura yake, katika injili yake sura 15 mstari wa 3. Anasema hakuna aliye na upendo mwingi kuliko huu wa mtu kutoa uhai kwa ajili ya rafiki zake. Kwa hiyo mpendo mtazamaji, katika kipindi cha Ijumaa Kuu tuangalie vitu ambavyo vinatufanya tunatenda dhambi. Ni vizuri kuangalia mizizi ya dhambi. Mizizi ya dhambi ni tabia ambazo ziko maelekeo mabovu ambayo yanatufanya tunatenda dhambi. Kwa mfano kiburi. Kiburi ni mzizi wa kwanza wa dhambi ambao umebeba dhambi zote. Kiburi cha kutotaka kuungama. Ndio kama nilivyosema kwanza kwamba dhambi isiyosamehewa ni dhambi ambayo hujaungama. Dhambi zote zinazoungama zinasamehewa. Hakuna dhambi isiyosamehewa. Dhambi isiyosamehewa ni ile dhambi ambayo hujaungama. Kwa hiyo tumuombe Mungu atupe neema ya unyenyekevu. Tunapokuwa unyenyekevu ndipo tunaweza kuungama dhambi zetu. Kwa hiyo unaweza kuona kwamba mizizi ya dhambi katika nafsi zetu. Kiburi. Mambo mangapi tunashindwa kufanya kwa sababu ya kiburi? Hata kumshukuru Mungu ni kiburi, kutomshukuru Mungu ni kiburi. Kwa sababu wewe Mungu amekuwepo, hujamwambia uwepo duniani, lakini unahitaji kumshukuru hata kwa uwepo wako duniani. Achilia mambo mengine, lakini kuwepo duniani kwamba you exist out of love. Kama anavyotuambia Mtakatifu Thomas Aquinas kwamba we exist in this world out of God's love. Sio kwamba sisi tuna kitu, wala kuwepo kwetu sisi hakumfurahishi Mungu, wala kumpe happiness. Lakini kwa sababu yeye ni upendo ametoka. Kwa hiyo hilo tu linakufanya mpende Mungu. Hilo tu, achilia mambo mengine kwamba na yeye akasema fulani awe duniani. Kwa ni jambo la kumshukuru. Lakini mzizi mwingine wa dhambi ni wivu. Wivu maana yake ni kutowatakia wenzetu mafanikio. Nao ni mzizi wa dhambi. Tumuombe Mungu aweze kuondoa katika maisha yetu. Tamaa za kimwili. Tamaa za kimwili kwamba tunatakiwa tuishi maisha ya usafi, maisha ya kumpendeza Mungu. Watu wengi wanaishi bila ndoa. Kitu ambacho si sawa. Watu wengi wanavunja amri ya 6 kusema kwamba ndio fashion. Ili uweze kuwa dunia, ili mwingine watu wakipata hela anakuwa na wanawake 5, 6, 7 ili aonekane kwamba anaenjoy. Lakini hii yote ni mizizi ya dhambi. Hasira mara nyingi hatuna uvumilivu. Lakini ili kuondoa hasira inabidi tumuombe Mungu upole, kwa sababu anasema nifunzeni kwangu kwa maana mimi ni mpole na mnyenyekevu wa moyo. Ulafi, tuwe na kiasi. Ndio maana katika kipindi cha Kwaresma tunakuwa na mfungo, tunajinyima. Uchoyo, tuwe na ukarimu kwa wenzetu. Mzizi wa dhambi mwingine ni uchoyo. Tunataka tuwe na ukarimu kwa wenzetu tuweze kuwasaidia. Uvivu unaweza kuwa uvivu wa kiroho, unaweza kuwa uvivu wa kawaida, uvivu wa kufanya kazi au uvivu wa kiroho. Kwa hiyo tumuombe hii unalisaisha kwa kuwa na bidii na hasa kutoka katika comfort zone. Yaani hatupendi kubadilika. Tunapenda kuishi katika dhambi. Maana nyingine tunaona dhambi ni tamu kuliko neema ya Mungu. Kumbe ni kinyume. Kwa hiyo lakini la mwisho katika yote ni kama anavyotuambia Mtakatifu Alphonsus Liguori. Mtakatifu Alphonsus Liguori anatuambia kwamba wale wanaopotea na kuzama dhambini ni wale walioacha kusali. Kwa hiyo unapoacha kusali tu basi ndio mwanzo wa kupotea. Ndio mwanzo wa kukosa na shetani au mshindi kwa akili nyingi, au mshindi kwa kujua teolojia yote. Shetani unamshinda kwa kusali. Unamshinda kwa kumpenda Kristo. Unamshinda kwa kitubio. Labda niwaambie kitubio ni some sort of small exorcism. Kwamba unapoenda kuungama mirija yote na vikando kando vyote vya shetani vinavunjwa. Kwa hiyo unaweza kuona sakramenti ya kitubio ni ya muhimu sana ya kuweza kutufanya sisi tukarudi katika kundi la Kristo. Lakini yote kwa yote ni kwamba lazima tuwe na mahusiano na Kristo. Lazima tumuombe Kristo muda wote bila kuchoka. Kwa sababu Kristo anatuambia katika Injili ya Yohana sura 15 mstari wa 5 hadi 8, anasema mimi ni mzabibu, ninyi ni matawi. Akaaye ndani yangu nami ukae ndani yake, huyo uzaa sana. Pasipo mimi ninyi hamwezi lolote. Kwa hiyo unaweza kuona kwamba ili sisi tuweze kufanikiwa ni lazima tukae na Kristo. Kukaa na Kristo ni kushiriki sakramenti zake. Ni kushiriki sakramenti ya Ekaristi Takatifu. Ni wangapi tunakwenda kwenye misa hatukomuniki? Hatukomuniki kwa nini? Labda tuna dhambi zetu, tuna vilema vyetu, lakini ni wakati sasa wa kuacha dhambi. Ni wakati sasa wa kushiriki sakramenti za Kristo ambazo zinatuletea baraka. Lakini ni wakati sasa, masaa 24 Mungu amekupa
masaa 24, je, hata nusu saa kumshukuru Mungu, kumwomba Mungu, kwa sababu ni katika kumwomba Mungu ndiko tunaweza kufanikiwa. Kwa hiyo mpendwa mtazamaji, nikutakie matayarisho mema ya Pasaka, na kama hujaenda kuungama, bado muda wa kuungama upo. Nenda kaungame, kwa sababu ni katika kuungama ndipo unaweza kushinda dhambi zako. Siri moja ya kushinda dhambi ni kuungama hiyo dhambi. Unapoungama dhambi, the more you confess, the more you become a saint. Kwa maana kwamba ile dhambi unayoungama unaiacha, kwa sababu hujui siku wala saa ambapo Mungu atakuchukua, na huruma ya Mungu ipo wakati tunaishi. Kwa hiyo itumie. Lakini vile vile nikukumbushe, leo tunaanza huruma ya Mungu. Ijumaa Kuu tunakuwa tunaanza novena ya huruma ya Mungu, ambayo tulimaliza Jumapili ya pili ya Pasaka, Jumapili ya kwanza, lakini ile ya pili. Kwa hiyo ni kipindi ambacho unaweza kujitotea neema nyingi. Novena hii watu wengi hawaifahamu, lakini nikukumbushe, ni huruma ya Mungu ambayo Mtakatifu Faustina alifunuliwa kwa namna ya pekee. Kwa hiyo anza novena hii, lakini anza novena hii kwa maungamo. Nakumbuka kipindi hizi siku tatu Mama Kanisa anakuwa Alhamisi Kuu, Ijumaa Kuu na Jumamosi Kuu. Unapokuwa unaungama na kupokea Ekaristi na kusali kwa niaba ya Baba Mtakatifu, unapata ondoleo la dhambi na adhabu ya dhambi, na unaweza kuwasaidia marehemu toharani kwa wingi katika kipindi hiki ambacho Mama Kanisa na Kristo amefungua milango ya neema zake kuweza kutusaidia. Nikutakia siku njema. Vivo Christus.